Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, na wakati huu tunaitazama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inadaiwa kwamba kundi la M23 sasa halishikiki, lapanua udhibiti wake mashariki mwa Kongo. Raia zaidi ya 100 wauawa ndani ya siku moja kutokana na operesheni zinazofanywa na kundi hili la M23. Kundi la M23 sasa limerudi kwa kasi ya ajabu. Limetangaza kuchukua udhibiti wa mji muhimu wa Uvira uliopo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kabla ya Uvira, M23 walikuwa tayari wamechukua maeneo ya Kamanyola, Luvungi, Sanga na Luberizi. M23 inodaiwa kuungwa mkono na Rwanda imeendeleza operation kabambe ya kuua raia wasiokuwa na hatia wakati wa mapambano na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi hilo la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limetangaza kwamba limechukua udhibiti wa mji huo muhimu mashariki mwa Kongo kufuatia mashambulizi yaliyoshuhudiwa tangu mwanzoni mwa mwezi huu na siku chache baada ya jaribio la Marekani la kuanzisha mazungumzo ya amani. Kwa sasa lugha rahisi inayoweza kutumika ni kwamba Marekani kupitia Rais Donald Trump hakuweza kufaulu katika kuzipatanisha Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangazo hilo limetolewa kwenye mtandao wa kijamii wa X na msemaji wa kundi hilo la M23, Lawrence Kanyuka, limewahimiza wananchi waliokimbia kurejea makwao. Uvira ni mji muhimu wa bandari uliopo kaskazini mwa ziwa Tanganyika na ambao ni mkabala na mji mkuu wa Burundi, Bujumbura. Mashambulizi ya hivi karibuni ya M23 yamefanyika licha ya makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani na yaliyotiwa saini wiki iliyopita na marais wa Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame mjini Washington. Makubaliano hayo hata hivyo hayakulijumuisha kundi la M23 ambalo linaendelea na mazungumzo yake kivyake na serikali ya Kongo na lilikubali mapema mwaka huu kusitisha mapigano. Makubaliano ambayo hata hivyo kila upande una utuhumu mwingine kuyavunja. Makubaliano ya Washington yanailazimisha Rwanda kusitisha msaada kwa makundi yenye silaha na kuweka dhamira ya kumaliza uhasama. Vifo vimeripotiwa katika mpaka wa Burundi. Wakazi wa Uvira wamesema walisikia milio ya risasi usiku kucha katika maeneo mbalimbali ya mji huo, huku ikidaiwa kwamba wanajeshi wa Kongo waliukimbia mji huo. Aidha, uvumi umeenea kwamba gavana wa jimbo la Kivu Kusini naye pia amekimbia, madai ambayo yamekanushwa. Waziri wa habari na mawasiliano Patrick Muyaya amesema katika taarifa kwamba zaidi ya watu 100 wameuawa katika mashambulizi hayo hivi karibuni ya M23, japo hakuthibitisha moja kwa moja iwapo mji wa Uvira umeingia mikononi mwa waasi wa M23. Hata hivyo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelaani vikali kile inachokiita matumizi ya mara kwa mara ya silaha za maangamizi, zikiwemo ndege zisizokuwa na rubani za mashambulizi, kamikaze drones, ambazo inadai zimekuwa zikilenga raia katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya DRC imesema mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya takribani watu 100, kujeruhi maelfu na wengine zaidi ya 200,000 kuyahama makazi katika kipindi cha hivi karibuni. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali Patrick Muyaya, mashambulizi hayo yameathiri maeneo ya mikoa ya Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na yanachukuliwa kama uvunjaji wa makusudi wa makubaliano ya kusitisha mapigano pamoja na makubaliano ya Washington yaliyosimamiwa na Rais Donald Trump. Amesema kuwa kulenga pia nchi jirani ya Burundi baada ya mashambulizi hayo ni jaribio la kuisambaratisha na kuichanganya kanda nzima, akisisitiza kuwa jumuiya ya kimataifa inapaswa kuzingatia na kuweka vikwazo dhidi ya wahusika wanaokiuka makubaliano ya amani yaliyosifiwa duniani kote. Serikali ya DRC imesisitiza kuwa inachukua hatua kupitia mamlaka za kitaifa na za mikoa, hasa mkoa wa Kivu Kusini, kukomesha mashambulizi hayo, huku ikitoa wito kwa wananchi kuungana na kuonyesha mwamko wa kitaifa katika kukabiliana na kile inachokitaja kuwa ni uvamizi wa Rwanda. Hata hivyo, Rwanda kupitia Wizara ya Mambo yake ya Nje imekanusha mara kwa mara na kwamba haihusiki na mashambulizi au uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano, ikisema shutuma hizo hazina msingi. Mivutano kati ya Kinshasa na Kigali imeendelea kupanda katika kipindi cha mwaka uliopita, huku mashambulizi ya silaha nzito na ndege zisizokuwa na rubani yakiendelea kuharibu hali ya usalama mashariki mwa DRC na kusababisha msukumo mpya wa wakimbizi wa ndani. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.
Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.